Mheshimiwa Felix ambaye ni kiongozi mkubwa sana katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Naomba nichukue fursa hii nipende kuuliza maswala machache kidogo, kwa sababu ni miongoni mwa watu walioaminiwa na chama ukatumwa kwenda Sikonge kwenda kuwa manager campaign, na miongoni mwa kata zilizofanya vizuri za Chadema ni Sikonge, Tabora. Ni kijana ambaye ulikuwa utambuliki, lakini kwa nafasi hiyo imekupatia umaarufu mkubwa sana katika taifa, lakini pia hata ndani ya chama. Ningependa kuuliza labda ni nini hasa kilichokufanya kuingia katika politics, au ni nini hasa mapungufu ya rais wetu pamoja na serikali yake katika kuitekelezea taifa? Mheshimiwa Felix, karibu sana. Nashukuru mheshimiwa. Kimsingi ni kweli nilikuwa Sikonge katika mkoa wa Tabora nikiwa kama manager campaign, lakini nikiwa kama mratibu wa kampeni wa kata ya Ipole, miongoni mwa kata chache za Tanzania zilizopata ushindi wa kishindo. Ndio. Na siku zote tunaamini kwamba ushindi unapatikana baada ya kazi nzito kufanyika. Ndio kamanda. Na mimi kama kamanda, mwanachama, lakini vile vile ni mtu mwenye mapenzi mema kwa taifa, nilikwenda Sikonge si kutumwa mwanachama, lakini kwa sababu ni mwanachama na wajibu wa mwanachama ni kujenga chama. Ndio. Nimeingia Sikonge, tumepiga kazi, na nikwambie mheshimiwa kwamba ilikuwa ndo mara ya kwanza Chadema inaingia katika wilaya ya Sikonge, hasa katika kata ya Ipole. Ndio. Kwa tulifanya kazi kubwa sana ya kuelimisha wananchi, kwanza wakijue chama, lakini pia wakiamini chama na kukiruhusu kiingie madarakani. Ndio. Na kimsingi ni kwamba sababu kubwa iliyopelekea wananchi wa Sikonge hasa wakati ya Ipole kuchagua diwani wa Chadema ilikuwa ni kwa sababu ya kuchoshwa na utawala wa Chama cha Mapinduzi ambao unaongozwa na Mheshimiwa Jakaya Kikwete kama mwenyekiti, lakini kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Tunajua kwamba Rais Kikwete aliahidi ahadi nyingi sana, lakini mpaka kufika mwaka huu hakuna ahadi iliyotekelezeka zaidi ya propaganda ambazo haziwafaidishi wananchi, kwa sababu hatuwezi tukanadi mapenzi kwenye jamii ya watu waliokosa mali. Ndio, naomba nikuulize kidogo Mheshimiwa Felix, kiongozi mkubwa sana wa chama, sio tu katika taifa lakini katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tumeona kwamba ni kweli kwamba kama ulivyosema kwamba Watanzania wengi hawana elimu jinsi gani wanatumia uwezo wao na taifa lao katika maendeleo ya taifa lao, kwamba tukiangalia nchi yetu kwamba kweli ina rasilimali nyingi sana. Ina madini ya nickel, ina almasi, ina tanzanite dunia nzima, lakini ina dhahabu, ni nchi ya 3 kwa bara la Afrika ukiondoa Mozambique, ukiondoa na South Africa. Lakini bado tuna makaa ya mawe, tuna chuma. Sasa ningependa labda unaweza kwamba kwa nini serikali ichukue 3% na mwekezaji achukue 100%? Yani kwamba katika shilingi 700,000 serikali inachukua shilingi 3,000, mwekezaji anachukua shilingi 97,000. Katika milioni 1 serikali inachukua shilingi 30,000 tu, mwekezaji anachukua shilingi 900,000 na shilingi na 70,000. Wakati tukiona nchi za wenzetu kama South Africa kwamba mwekezaji atachukua 50% na serikali itachukua 50%, lakini kabla ya mwekezaji kuanza kuchimba atahakikisha ameweka huduma za kijamii, yani atahakikisha amejenga shule, maji, hospital. Lakini katika taifa letu tunaona kwamba Watanzania watanyang'anywa ardhi yao, wataamriwa kuhama katika eneo kwa nguvu, na wakikataa kwa sababu hawajapewa malipo, hawajapewa maelezo ya kutosha, watachomwa nyumba zao. Kwamba kwa nini serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa na mfumo mbovu namna hiyo kwa taifa lake, na isijifunze kutoka katika mataifa mengine yenye rasilimali kama hizi, na hatimaye tunabaki Watanzania kuwa maskini, tunakuwa ombaomba. Inafika kipindi na rasilimali nyingi kama hizo, lakini tunapewa mpaka msaada wa nchi. Mheshimiwa, naomba unisaidie, kwa sababu najua ni mtu mzoefu sana, mtu uliyeweza kubeba kata katika eneo ambalo chama ndo mara ya kwanza kimefika, lakini umeweza kuja na ushindi. Mheshimiwa, karibu sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Kwanza niweze kukumbusha kitu kimoja kwamba always in a society problem occur if good people are not doing nothing. Kwamba matatizo katika jamii huwa yanatokea pale ambapo watu wema na wenye nguvu wanashindwa kuchukua hatua. Ndio.
Ni kweli tuna madini mengi, lakini kuna madini vile vile hujayataja kama scaplite. Ndio. Tuna madini ya chokaa, Ndio. tuna kaolin, Ndio. tuna gesi ya songosongo, Ndio. tuna gesi ya mnazi. Ndio. Vyote hivi vilikuwa vina uwezo wa kuifanya nchi yetu Tanzania kuwa nchi yenye maendeleo makubwa sana. Sawa. Lakini niseme tu kwamba kilichotufikisha hapa kwanza ni udhaifu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pili ni udhaifu wa uongozi wa serikali. Ndio. Lakini kitu kingine ni sisi ambao tunajiita makamanda, tunajiita Watanzania wazalendo, kutokubaliana kuchukua hatua kali dhidi ya watu hawa. Sawa kabisa. Na mimi kimsingi mheshimiwa, sikubaliani kabisa na rasilimali za taifa kuendelea kuchukuliwa na wageni. Ndio. Wakati wa Tanzania hawana maji. Sawa sawa. Hatuwezi tukawa na makaa ya mawe wakati umeme Tanzania kwa saizi ni wa shida. Ndio. Vijijini hakuna umeme, mijini ni umeme wa mgao, lakini tuna makaa ya mawe. Sawa kabisa. Tuna mito, tuna miteremko mingi ya maji. Kwa hiyo tulikuwa tuna uwezo wa kuwa na umeme wa uhakika. Tusisubiri 2017 kama wanavyoongea Chama cha Mapinduzi. Ndio. Hata leo tuna uwezo wa kuwa na umeme wa uhakika endapo tutatumia maji, gesi pamoja na makaa ya mawe inavyotakiwa. Labda pengine ningependa nipate maelezo kidogo kwamba katika mkutano wako wa 3 wa kampeni pole. Ndio. Nikilinganisha na mkutano wa chama tawala. Ndio. Kwamba miongoni mwa maswali, miongoni mwa ajenda waliokwenda jukwani kwamba mgombea udiwani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba hakuwa na mke. Kwamba jamii ile ilikuwa inahitaji sera kwamba ni jinsi gani unaweza ukatumia brain yako kama kiongozi, kwamba ni jinsi gani unakwenda kuikomboa kata Ipole. Ni kwa jinsi gani unakwenda kuleta maji katika kata Ipole. Ni jinsi gani unakwenda kutatua matatizo ya madawati katika kata Ipole. Ni jinsi gani unakwenda kuondoa tatizo la ajira kata Ipole. Badala yake wamekwenda kunadi kwamba mgombea wako hana mke. Wamekwenda kunadi mapenzi katika jamii isiyokuwa na maji. Wamekwenda kunadi ni jinsi gani mapenzi wametanguza mbele kuliko kero za Watanzania wa kata Ipole. Kwa sababu unajua kero za watu wa Ipole sio mapenzi, sio mke wa mgombea, sio mahaba kati ya mke na mme. Tunazungumziaje swala kama hili kwa kiongozi wa kisiasa kutanguza mbele mapenzi kuliko sera za Watanzania? Nashukuru sana mheshimiwa. Kwanza niseme ni kweli kwamba wakati wa mikutano yangu na mikutano ya Chama cha Mapinduzi, hoja kubwa ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa ni kwamba diwani hana mke. Ndio. Lakini mimi naamini kwamba diwani ataongoza kwa kutumia uwezo wake binafsi. Ndio. Atatumia mapenzi yake binafsi kwa watu wa Ipole kuweza kuongoza kata ya Ipole. Ndio. Sio mke. Ndio. Na ndio maana nilikwambia mwanzo kwamba hatuwezi tukanadi mapenzi kwenye jamii ya watu sio. Ndio. Hatuwezi tukanadi mapenzi kwenye jamii yenye jaa ujinga kwa kukosa shule za kutosha, kwa kukosa madawati, kwa kukosa walimu. Ndio. Lakini vile vile lazima tufikirie mwanzo wa dunia. Tulikuwa tuna mkombozi wetu Yesu Kristo. Ndio. Amefanya ukombozi na ni mtu mwenye wafuasi wengi duniani. Ndio. Yule ameanza kuhubiri injili akiwa na miaka 7 na amekufa na miaka 32. Hakuwahi kuwa na mke. Ndio. Lakini amefanya masuala ya msingi ambayo binadamu mpaka leo tunayaabudu. Ndio. Lakini nikukumbushe vile vile kwamba mke wa diwani sio mwalimu katika shule zilizokosa walimu. Ndio. Mke wa diwani hatakuwa mwenyekiti wa halmashauri ambapo diwani atakwenda kusimama. Ndio. Kwa mke wa diwani ni ziada, ni subsidiary. Ndio. Kwa hiyo sidhani kama Chama cha Mapinduzi kiliweza kutumia utashi au akili zilizotimamu kuongelea masuala ya mapenzi kwenye jamii ya watu waliokosa huduma za muhimu za kijamii. Asante sana kamanda. Nashukuru sana. Nikupongeze tu kwamba kwa kuitikia wito wako. Ndio. Kwamba miongoni mwa viongozi ambao nilikuwa nina hamu sana kwamba mawazo yao Watanzania wayasikie. Kwamba ni jinsi gani mawazo yako yanaweza kusaidia taifa hili. Ni kweli kwamba pengine tu nitoe pongezi kwa kazi nzuri uliyofanya. Nashukuru. Najua ni changamoto nyingi sana umekutana nazo. Ndio. Pengine labda wengine hawakutegemea kwamba ingekuwa hivyo. Ndio. Tunaona kwamba ni viongozi wengi sana wa kitaifa walitumwa katika kata mbalimbali kwenda kufanya kazi. Ndio. Lakini matunda yao hayaridhishi ukilinganisha na kijana mmoja mdogo sana ndani ya chama ambaye alikuwa hatambuliki, lakini ameenda kufanya kazi nzuri sana kwa gharama ndogo sana. Nashukuru. Kamanda, asante sana. Nashukuru sana. Asante sana kamanda.